Katika hili nipende kusema ya kwamba hii ni vita yetu wote wana Simba. Hii sio ya Mohamed Dewji, sio ya Mangungu, sio ya Zubeda Sakuru, sio ya yoyote yule. Hii ni vita ya kila mwana Simba. Nyumbani kwako, hata kama una mtoto wa miaka miwili na unajua huyo mtoto anaipenda Simba, naye mshirikishe kwenye hii vita. Tuhakikisha kwamba kila mwana Simba anashiriki kikamilifu kwenye hii vita. Tunakwenda kuchukua ubingwa safari hii. Na niseme wazi kwamba kumekuwa na tabia mwana Simba anakwambia, anakupigia simu, jamani, hii mechi ngumu, viongozi pambaneni. Mechi hii ni ngumu, tupambane wote. Usimsukumie kazi kiongozi. Kila mwana Simba kwenye eneo lake akapambane anavyoweza kupambana, Simba tufanikiwe kuchukua ubingwa wa Afrika. Hiko ndo kitu pekee ambacho ningependa kuwaambia wana Simba hii leo. Twendeni vitani, twendeni tukapambane, twendeni tukahangaike, twendeni tukafanye kila tunachoweza kufanya tuchukue ubingwa wa Afrika hii. Nafahamu wana Simba tuna uwezo mkubwa wa kupambana kuchukua huu ubingwa, lakini mapambano uliyofanya tukamtoa Al-Masry, uliyofanya tukamtoa Stellenbosch, tuzidishe mara 10,000 yake kuelekea kwenye mechi yetu dhidi ya RS Berkane. Tunataka ubingwa. Hatuko tayari kwa mara ya pili kwa namna yeyote ile. Kombe liko uwanjani Benjamin Mkapa. Kombe hili akaondoka nalo Mwarabu. Hili ni jambo ambalo Simba hatuko tayari kwa namna yeyote ile. Hatuko tayari. Tumekaa pale sisi mashabiki 60,000. Filimbi ya mwisho ya mwamuzi inapulizwa, anakwenda kukabidhiwa ubingwa RS Berkane. Hii yatakuwa ni matusi makubwa mno. Ilifanyika 93, haipaswi kujirudia mwaka 2025. Tunataka kwenye kutoa medali pale sisi tu wa mwisho kwenye kuvishwa medali, maana mshindi wa pili anakuwa wa kwanza kuvaa medali. Tunataka hiyo tarehe 25 sisi tu wa mwisho aanze kuvishwa medali Berkane ambaye ni mshindi wa pili. Baada hapo aje mnyama kuja kuvishwa medali. Kuna kuaga na medali za aina mbili. Kuna medali ya shaba na medali ya dhahabu. Tarehe 25 sisi tunataka kuvaa medali ya dhahabu, na hili sio jambo la kitoto. Ni jambo kubwa, ni jambo zito, ni jambo linalohitaji commitment ya 100% na zaidi ya kila mwana Simba. Kuanzia hivi sasa kila mwana Simba aanze mapambano. Na kwa kuanza hilo, kuanzia hivi sasa mwana Simba ni marufuku kuzungumza chochote kisichohusiana na fainali. Kama umechagua kujadiliana mpira kwenye kijiwe chenu, kwenye grupu lenu, kwenye tawi lenu, mazungumzo yetu wana Simba yawe ni mazungumzo yanayohusiana na fainali ya tarehe 17 na tarehe 25. Mazungumzo mengine ya aina yeyote ile wana Simba tuachane nayo. Huko sio sehemu yetu kwa hivi sasa. Sisi sehemu yetu ni fainali. Tuwaache wengine wazungumze huko kwa sababu ndiko walipo. Sisi hivi sasa hatupo kwenye fainali. Na kwenye magrupu yetu, mtu yote akianzisha mada isiyohusiana na fainali, admini ondoa huyo mtu, removusha huyo mtu. Wabaki wana Simba ambao wanajadili fainali. Kwenye kijiwe chetu, kwenye tawi letu, mtu anakuja na agenda tarehe 15 mwezi 6, huyo mtu ni wa kufukuza. Sisi tunajadili fainali ya Afrika. Tukisha malizana na Berkane tarehe 25, tutakuja tuanze mijadala mingine kuhusiana na mechi zetu 4 za mwisho za ligi kuu ya NBC. Lakini kwa sasa mada yetu, mazungumzo yetu ni fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kuelekea katika mchezo wetu hapa nyumbani tarehe 25. Kwanza tunataka kuifanya fainali yetu kwa fainali yenye hadhi kubwa zaidi
kuliko fainali zote za kombe la shirikisho ambazo zimewahi kutokea na zimewahi kufanyika. Na mwaka huu niwaambie kitu kimoja, ndugu zangu waandishi wa habari, fainali ya kombe la shirikisho na fainali ya ligi ya mabingwa, tunataka fainali ya kombe la shirikisho iwe na mvuto zaidi nje ya uwanja kuliko fainali ya ligi ya mabingwa Afrika. Na hii inawezekana kwa sababu walioingia fainali ya ligi ya mabingwa Afrika pamoja na ubora wao wa kiufundi, lakini hawana watu nje ya uwanja, kwa maana ya mashabiki. Mamelodi wako wenyewe tu na Pyramids na wenyewe wako wenyewe tu, hawana mashabiki. RS Berkane ina mashabiki wengi katika mji wa Berkane, na Simba Sports Club tuna mashabiki wengi Tanzania na Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo tunataka kupiga kelele kuhakikisha ya kwamba mechi yetu hii inakuwa na mvuto mkubwa zaidi kimasoko, inakuwa na brandi kubwa zaidi, inakuwa ni mechi ambayo inazungumzwa zaidi kutokana na ukubwa wa matukio ambayo tutayafanya. Lakini kama haitoshi, mwaka juzi imechezwa fainali hapa Tanzania ya kombe la shirikisho, ambayo ilikuwa ni fainali ya fainali dhalili kuwahi kutokea barani Afrika. Fainali ya kiwango duni sana kuwahi kutokea barani Afrika. Fainali ambayo haikuwa na mvuto wa aina yeyote ile. Fainali ya kidhalili mno kuwahi kutokea. Kwa nini ya kidhalili? Kwa sababu fainali hile watu waliingia bure uwanjani. Hauwezekani kwenye mechi kubwa ya mwisho ya kimaamuzi, mechi ya fainali, watu wakaingia bure uwanjani. Huo ni udhalilishaji wa mpira wa kiwango cha hali ya juu mno. Wapo watu ambao wamepoteza maisha kutokana na fainali ile. Wapo watu ambao wamepoteza viungo vyao vya mwili kwa fainali ile, na wapo watu ambao wamepoteza mali zao kwa fainali ile. Simba Sports Club tunataka kufanya fainali yenye hadhi ya hali ya juu mno, fainali bora kuwahi kutokea barani. Na hayo ni mambo ambayo sisi tunayamudu na tunayaweza kweli kweli, na tutakwenda kuyafanya katika fainali yetu hii. Ndugu zanguni, fainali ndiyo top climax ya mashindano yoyote ile. Kwa hiyo fainali yetu hii dhidi ya Berkane, tangazo Asante. Fainali yetu hii ni fainali ambayo tunataka kuifanya hivyo kuwa ni fainali yenye hadhi kubwa. Kuelekea katika mchezo huu, mechi yetu ya tarehe 25, viingilio tunavitangaza hii leo na tiketi zitaanza kuuzwa hii leo. Tutakaporejea kutoka Morocco, tutaingia moja kwa moja kwenye hamasa kuhusiana na kupiga promo ya uuzaji wa tiketi hizi. Lakini ningependa kushauri na ningependa kuwakumbusha na ningependa kuwahimiza na kuwasisitiza wana Simba, tununue tiketi zetu mapema. Hii ni fainali. Hii ni aina ya matukio ambayo hayajirudii mara kwa mara. Japo mwakani tutacheza tena fainali ya Afrika, lakini haitakuwa tamu kama hii ambayo tumeisubiri kwa miaka 32. Fainali ya mwakani itakuwa ni back to back, haitakuwa na raha kama fainali ambayo tunakwenda kucheza hii leo. Kwa wana Simba, nunua tiketi yako mapema ili tarehe 25 liwe ni jambo la kuingia tu uwanjani kwenda kuishangilia Simba yako. Viingilio katika mchezo wetu wa tarehe 25. Na jambo nyingine la kusisitiza hapa, wala huna sababu ya kusubiri kuangalia ama kupima matokeo ya Simba na Berkane mechi ya kwanza yatakuwaje. Hiyo wala wewe usiangalie, sababu vyovyote itakavyokuwa, wewe una wajibu
wa kuja uwanjani tarehe 25 kuja kuandika historia ya kwamba ulikuwepo katika fainali ya mwaka 2025. Lakini vyovyote itakavyokuwa, mnyama atakuja kufanya umafia mkubwa katika mechi ya marudiano tarehe 25. Mzunguko itakuwa ni shilingi 7,000. Ukiangalia mechi zetu zote za CAF, mzunguko ilikuwa ni shilingi 5,000. Hii ni mechi ya fainali, tumeongeza mzunguko ni shilingi 7,000, ambao bado ni ndogo mno kwa hadhi ya Simba na kwa hadhi ya mchezo wenyewe. Wana Simba tukanunue mzunguko. VIPC itakuwa ni shilingi 20,000, tuko pale pale. VIPB itakuwa ni shilingi 30,000, bado na yenyewe ni pale pale. Ni viingilio ambavyo kila mtu anaweza kumudu. Platinum ile ya matajiri itakuwa shilingi 250,000. Anayehitaji platinum ana dakika zisizopungua 60 kupiga simu, kuweka oda na kununua tiketi zake. Kabla hatujatangaza platinum hii leo, tayari wale watu regular wa platinum walishaanza kuulizia, kuweka oda na wengine kulipia. Kwa hiyo yote ambaye anahitaji platinum, muda wa kununua platinum yake ikiisha leo, atambue kwamba platinum itakuwa zimemalizika. Hatutakuwa na Tanzanite kwa maana lile eneo la VVIP, kwa sababu kuna wageni wengi kutoka FIFA na wageni wengi kutoka CAF wanakuja kwa ajili ya mchezo huu. Kwa lile eneo hakutakuwa na siti za kuuza. Lakini vile vile hatutakuwa na daraja la VIPA kwa sababu baadhi ya wageni wa CAF watakuja kukaa katika eneo la VIPA, na hao ni maelekezo ambayo wametupa wakubwa zetu. Hivyo basi wale wanangu wa VIPA tuhamie VIPB ama VIPC. Tunaombeni radhi sana wale ambao wamezoea kukaa VIPA, hasa kundi la wakali wa VIPA. Tuwaombe radhi tu ya kwamba kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu, hatutauza daraja la VIPA, na badala yake siti hizo ni maalum zimetengwa kwa ajili ya wageni kutoka CAF ambao wanakuja kwenye mechi yetu ya tarehe 25.